Na maji hayamiminwi baada ya kuzika, maji yanamiminwa kabla kaburi haijachimbwa, kwa moja ya sababu hizi mbili. Ikiwa ardhi ni ngumu, idha kanatil ardu sulba, ikiwa ardhi ni ngumu mno kuchimbika, sheria inasema mwagwe maji mengi ili ardhi iwe laini, watu wapate kuchimba kaburi. Nanielewa? Pana mwagwe maji hapa kwa wingi kabisa, maji yanalainisha ardhi ili pachimbike kwa urahisi. Hii ndio sababu ya kwanza, na ni kabla ya kuchimba kaburi. Sababu ya pili ya kumimina maji kwenye kaburi ni baada ya kumaliza kuzikwa, maji yanamiminwa kwa sababu maalum. Sababu yenyewe, idha kanatil ardu rakhwa, ardhi ikiwa tifutifu, mchanga kama ngano vile, sio ambao baada ya kuzika unaweza kuja upepo ukasambaza lile kaburi, ni mchanga laini, panatakiwa maji yamwagiwe ili kaburi ishikane, ikae kaburi ishikane, ikisambaa. Kuna watu wataka kuja kumzuru mtu, kuna kitu ni sunna kinaitwa ziyaratul kuburi, sio? Ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad kutembelea makaburi. Sasa mkienda kumzuru mzee wenu na kaburi limeshasambazwa na kiunga, mtalijua wapi? Mtaliona wapi? Sasa kama iko hivyo, baada ya kuzika yamwagwe maji kaburini, na sio kichwani tu, maana panapelekwa mageni upande wa kichwani, au sio? Wakasema watu wengine maneno magumu, wakasema haya maji mkimwagia hapa upande huu yanashuka, anateremka maji moja kwa moja mpaka sikioni kwa maiti, yanakwenda kumwamsha. Mimi nimeona ajabu haya maji. Kaburini mtu haamshwi na maji, kuna viumbe watakuja kumwamsha, maana wana mazungumzo naye. Mwage maji, msimwage maji kuamka yule maiti kaburini lazima, kwa sababu ana kikao na viumbe huyu, na ili kikao kiendelee lazima aamshwe, au sio? Na wakija ataamka ili kikao kianze. Mwenyezi Mungu atunusuru na hicho kikao kigumu kabisa. Ukifaulu kikao hicho umepeponi, ukifeli kikao hicho utaanza kuteswa kuanzia muda ulipozikwa mpaka siku ya Kiyama. Kikao kigumu sana. Kwa hiyo maji tutamimina ardhini ili ardhi iwe laini tuchimbe. Sababu ya kwanza. Maji tutamimina kwenye kaburi baada ya kuzikwa ili udongo usisambae, kaburi ibakie ipate kufanyiwa ziara. Nanielewa? Sababu nyingine hamna. Basi mnakumbuka kulikuwa na mlevi hapa, yule mlevi akapiga takbir, na mimi nikasema Allahu Akbar. Mlevi, maana mlevi ataka mtu mzima aje, na mtu mzima na sharia. Tokeni kote huko, rudini kwenye maneno mazuri. Hizo zinaitwa jumlatu mu'tarida, jumalu mu'tarida. Masala ya kuzungumza yana nguzo 6, na nielewa. Usiseme mpaka uwe una nguzo 6 unazijua na uzifuate, utaongea vizuri kila mahali. Nguzo ya kwanza nimeitaja, inaitwa maramul kalami. Semeni tena. Naam, ni malengo ya maneno. Anayetaka kusema awe ana lengo lake, ili maneno yake yasafiri na hilo lengo. Nasema hapa ili nipewe pesa, basi awe na maneno yenye lengo hilo. Nasema hapa nisifiwe, awe na nia hiyo, aende kwa kusudi huo. Hapa nataka niseme niwachekeshe watu, lazima msemaji awe na nini? Ipo utapata. Thalitha, waqtul kalam. Inaitwa waqtul kalam, semeni hivyo. Wakati wa maneno. Nguzo ya pili ya kuongea ni muda wa kusema, kwa sababu sio kila maneno yanafaa muda wowote. Kila maneno yana muda wake. Ndugu wasomaji, mnanielewa? Usiseme chochote muda wowote. Unachosema ujue huu ndio muda wake. Ukiingiza maneno tu muda sio wake, mwisho watu hawakusikiliza tena, sababu umekosea muda. Hapa na mfano mmoja. Imamu Al-Bakari, Mungu ampe muda mrefu inshallah. Amen. Amuongezee hikma na maarifa. Baada ya swala ya magharibi, mwezi wa Ramadhani, kama ameshatoa salamu, salamu alaykum wa rahmatullah,
salamu alaykum wa rahmatullah, kisha akasimama imamu. Aliposimama akakupeni salamu tena mpya, kwamba sasa ana mazungumzo kidogo. Ndugu Waislamu, nashukuru kusali magharibi, Mungu aipokee, inabidi tukumbushane kidogo, tumche Mungu. Anaanza mawaidha. Baada ya magharibi mwezi wa Ramadhani, imamu kasimama anaanza mawaidha, atabaki mtu hapo. Yaani hii watu huku mnaocha Mungu utabaki hapo. Wakatoka imamu anasalisha, watu wanaona anachelewesha ile sala yenyewe, anawasoma barefu. Atashangaa imamu kabaki peke yake msikitini, watu wamemkimbia. Anayo haki ya kukimbia, anastahili akimbiwe. Kwa nini? Ameshindwa kujua muda wa maneno. Sio kila maneno yanasemwa muda wowote. Wasomaji, mnanielewa? Kujua muda wa kusemea ni nguzo ya pili ya kuongea. Useme huku unajua maneno yangu haya, huu ndio muda wake. Hiyo ni nguzo ya pili, ni nguzo ya pili. Ndugu Waislamu, nenda chumbani kwako na mkeo sasa hivi, nenda chumbani na mkeo, halafu useme saa 8 usiku, saa 9 umechoka pengine na ibada, umechoka na kazi za mchana, au sio? Saa 8 za usiku umeghariki kwenye usingizi, umelala fofofo, mkeo anakuamsha, amka, kuna nini tena bwana, sasa nimechoka, acha nipumzike. Tafadhali amka, mume wangu, amka, anakutikisa. Hatutazungumza kesho, acha nipumzike. Hapana, amka mume wangu, amka. Sasa unafungua macho, kuna nini? Amka ukae, amka ukae. Kwani kuna nini wewe mama? Tafadhali amka. Ukiwa fikra zako zinaishia karibu, utasema pengine mama ananiamsha tupate kulima, nataka tulime kidogo angalau hatua fulani. Unaweza ukawaza haya, si mabaya, kwa sababu kilimo nacho wakati mwingine muda wake ni usiku. Ingawa mchana unaweza ukalima, lakini usiku panalimwa. Kama unielewi basi siendelee ndani huko, nataka tulime. Sasa kama kilimo bwana nimechoka, bwana amka ukae. Unajifuafua baba wa watu na unakaa. Anakwambia toa usingizi machoni. Unafanya hivi kushughulisha wala nini? Shughulisha. Unajiweka vizuri, una draw attention, sasa unakaa. Haya, niambie kuna nini? Mama yangu nisikilize. Unajua mimi pale barabara ya 3 nacheza upato. Na nina wiki mbili sijapeleka marejesho. Na kwenye upato pale nilipokuwa nimeenda kuanza kujiunga, nilikopa pale na dhamana ya kukopa niliandikisha friji na hii TV yetu pamoja na hii redio, nimeweka dhamana pale kwa upato. Sasa marejesho sijapeleka wiki mbili. Kesho wamesema wanakuja kutuuzia, wanakuja kupiga mnada vitu vyote hivi. Jamani, haya amekuamsha usingizi na nani usiku? Kumtiki baba mwanangu, mtii kofi kidogo. Huu ndio muda kweli wa kuambiana maneno haya. Kwa nini uko mwanzo wakati nataka nikalale ukuniambia kabisa? Kwa nini umenisubiri mpaka saa 8 usiku? Ndio muda wa kuongea upatu. Ni wasomaji upatu wa 8 usiku. Huyu mwanamke kwa kuwa wewe ndio ngao yake, nguzo yake, kiongozi wake, kukwambia hajafanya kosa. Kwa sababu akamwambia nani sasa? Kosa lake mmelijua? Kosa lake mmelijua? Ni nini? Kashindwa kujua muda gani wa maneno yake. Kwa sababu hata ingeamua kuambia asubuhi, kwani kukiharibika nini? Nguzo ya pili ya kuzungumza ni nini? Wakati. Msemaji ajue hiki ninachotaka kusema, lengo langu ni hili na huu muda ni wenyewe. Akiona muda sio wenyewe asiseme. Thalithuha, nguzo ya 3 ya kuzungumza, makanul kalami. Semeni ya maneno. Makanul kalami ni mahala pa kusemea. Lazima msemaji pia ajue mahala gani akaseme, kwa sababu sio kila sehemu unaruhusiwa kusema chochote. Kila maneno yana mahala pa kuyasemea. Usiseme chochote popote, utachusha na utaharibikiwa. Unalo hilo, wakati ndo sahihi kwa maneno yako,
upajue na mahala gani pa kusemea. Umenifahamu? Usiseme chochote popote. Amekuja shekhe msibani, ni mwana wa chuo, amesoma na jamii imemkiri hivyo kama huyu ni mwana chuo. Amekuja msibani, amefika msibani, amekaribishwa kusema kalima, au sio? Anatoa kalima msibani, kasimama vizuri, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah wa kafa, analeta takbiri sasa ya maneno yake. Sio ndugu zangu Waislamu, unajua binadamu akitaka kuoa achague mchumba mzuri. Usiende ukamwambia chagua mchumba mzuri, mchumba ana sifa kadha kadha, anakupeni habari za kuposa msibani. Amepatia mahala kwa kusema maneno yake kweli. Baba anasema tumwelewe kabisa, na haki msimwelewe kwa sababu ameshindwa kujua mahala stahiki kwa maneno yake. Asilete msibani maneno ila ya msiba, au sio? Msibani pasiseme chochote ila maneno ya msiba. Asilete habari za biashara, asilete habari za siasa. Kuna watu husema siasa msibani, sio? Ndio marufuku, sio mahala pake. Wengine huja na habari za mpira. Ya subhanallah, msibani watu wamekaa, kazi ya mtu msibani awafariji wafiwa, au sio? Anakuja na habari za Simba na Yanga mtu msibani. Huyu hajui pa kusema huyu. Hapa sio mahala pa mpira. Na huyu maana yake nini? Hajui kazi yake msibani. Ndugu wasomaji, ukiona kuna msiba, lazima ujue pale msibani kazi yako ni nini. Una kazi gani msibani? Kama hujui msibani kazi yako ni nini, kwenda msibani na kutokwenda, bora kutokwenda. Usiende huko msibani. Unakwenda fanya nini? Ujue wa mwanzo, mimi nakwenda msibani. Kule msibani kazi yangu mimi ni hii. Ujue yale majukumu yako, si ndio utayafanya? Sasa kama hujui kazi zako umeenda fanya nini? Kazi zako msibani ni mbili tu. Kuanzia leo mjue, ukienda msibani huna kazi ya kufanya zaidi ya hizi mbili tu. Moja ni faradhi na nyingine ni sunna. Pale msibani ufanye. Kumuosha maiti sio kazi yako. Maiti anakoshwa na wenyewe ndani. Maiti anakoshwa na wale watu wa ndani, unanielewa? Wala sio ustazi, msimwite ustazi. Watu wa ndani mkoshe. Msihofu kumkosha mzee wenu. Sema mimi naogopa maiti. Unaogopa maiti? Halafu wewe mwenyewe si maiti mtarajiwa tu. Mkoshe mzee wako ndani. Waliokuja msibani wote hawahusiki na kukosha. Unanifahamu? Hiyo sio kazi yako. Kuna kumvika sana yule maiti, na hiyo sio kazi yako pia. Maiti atavikwa sana na wale watu wa ndani waliomkosha. Wale waliomkosha ndio wana jukumu la kumstiri sana. Unanielewa? Na wewe watu wa ndani hapa anakariri sana. Ufe ule mtindo wa mtaani kuitaita watu kuja kukashifu wazee wenu. Huo mtindo ufe. Wakosheni wazee wenu nyinyi wenyewe ndani. Unanielewa hivyo? Sana kuosha ujaosha maana sio kazi yako. Sana ukuvika maana sio kazi yako. Au sio? Sasa kazi yako nini? Haya, kuna mmoja anairuka anakwenda ya mwisho kuzika. Au sio? Kuna na kazi ya kuzika. Na kuzika sio kazi yako. Kuzika, wanaingia kaburini kuzika watu maalum. Usikie wanaongea majina. Hamjaona na majina yanatangazwa eh? Jamani, watakaoingia kaburini fulani, na ukiwaangalia hao kina fulani ni watu wa karibu na marehemu. Kwenye hao fulani wazikaji haiti yoyote. Kuna kule kuzika. Wale wanaoingia kwa wazikaji, wanaomweka maiti ardhini ndio wanazika hao. Wakimaliza kumweka maiti ardhini hawatoki tu, wanaanza kumfukia kabisa. Ule mwanandani ule, unajua mwanandani? Nielewe kwa sababu kuna mwanandani unaitwa lahdu na kuna mwanandani unaitwa shiku. Shiku, semeni shiku. Mwanandani ni shimo lililochimbwa ndani ya kaburi. Pembeni ya kaburi kuna kishimo kinachimbwa kinachomtosha marehemu. Ile inaitwa lahdu, ndio mwanandani.
hiyo itatengenezwa ikiwa ardhi iko sawa. Lakini kama ni ardhi yenye kuporomoka, kila mkichimba inaporomoka, hapawezekani. Mwanandani hauchimbwi, panachimbwa shiku. Shiku ni kuchimba shimo kama na mwanandani, lakini katikati ya kaburi, katikati kabisa, kiasi ambacho huku waweza kusimama watu na huku watu wengine katikati, kwa sababu ya ubovu wa ardhi. Ni watu mnanielewa? Na hiyo kazi wanafanya watu wachache ya kumtia maiti kwenye mwanandani, wachache kabisa, tena wale ndugu zangu. Jamani, baba wa marehemu aingie, unataka yake fulani, watu wake. Sasa wewe hujakosha, wewe hujapika sana, wewe hujazika. Na wengi wa watu, ndugu Waislamu, hata huko mazikoni, huko kwenye kufikia, wanakaa kwenye miti, au sio? Hamwaoni kwenye miti watu, kwenye vivuli. Na huko stories zinaendelea za nyingi za kijinga. Kuna watu wa mpira huko chini ya miti wanazika wachache, unanifahamu? Utasema kazi yangu mimi kufikia kutupa zile koleo. Zile koleo pia hazitupi na watu wengi. Kuna watu wako pale pale karibu na kaburi ndio wanapokezana, walio pale wanapokezana kufikia, na ambao wako pembeni wamejikalia huko. Nani wengi? Haya yote hujafanya, kuzika hujazika, kuosha hujakosha, sanda hujatia. Msibani kimekuleta nini kazi yako? Kwa sababu sisi sote ni wa Mwenyezi Mungu na tutarudi kwake. Halafu huyo ndugu yetu katangulia, sisi tuko nyuma yake. Uambie hivi wafiwa, msibani kuna kuwepo na wafiwa werevu na kuna wafiwa wajinga. Hapa tujitahidi tuwe wafiwa werevu, tusiwe wajinga hapa. Ujinga umekujaje? Msibani kuna mambo mawili. Msibani wafiwa wajinga wanakosa yote mawili. Wafiwa werevu wanakosa moja tu, lakini moja wanabaki nayo. Uambie wafiwa hapa msibani, la kwanza ni kumkosa na kumpoteza mtu tulikuwa bado tunamtaka. Huyu kapotea na hatutumuona tena. Limetokea jambo hili hapa. La pili, hapa msibani pia kuna radhi za Mungu. Msibani kuna pia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wafiwa wajinga wanamkosa mtu wao, wanakosa na radhi za Mungu subhanahu wa ta'ala. Yaani wanabaki wamekosa mtu na laana juu. Sisi tuwe wafiwa wewe. Unawaambia wafiwa, tumkose mtu, tubaki na nani? Tubaki na Mwenyezi Mungu Mola wetu. Radhi za Mungu tunapataje? Tunapata radhi za Mungu kwa kusubiri. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashir as-sabirin. Mungu anasema walisubiri ndio watu wake. Tuwe wavumilivu. Wavumilivu kina nani? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Allahumma ajirna bi musibatina hadhi wa abil lana khayran minha. Waliwazi wafiwa. Hayo ni maneno, halafu waliwazi na kwa vitendo. Waliwazi na kwa vitendo. Unawaliwazaje kwa vitendo? Niangalieni mkono. Waliwazi kwa vitendo. Hamnioni wengine waliwazi wafiwa kwa vitendo. Walio mbali kuna waliwaza kwa vitendo. Hivi hajanielewa bado? Uingie mfukoni waliwaze wafiwa. Siku hizi watu wanakwenda msibani wakaliwaze wao. Sio kuliwaza wafiwa, kwenda kuliwaza wewe. Na ukitaka kujua mtu anaenda kuliwazwa, anapita gengeni anachukua ndizi mbili. Anajiandaa anaenda msibani kuliwaza watu. Anachukua ndizi mbili anaweka mfukoni, anachukua na pilipili kimoja, anaita pilipili za mwendokasi. Kwa mwendokasi anatia huko. Huyu anakwenda fanyaje msibani? Mmenielewa sio? Anakwenda kuliwaza watu au kuliwaza yeye? Mwingine ni jirani, nasikini. Anamwambia mke wangu, usipike. Bajeti yetu ya siku 3 itasimama. Sasa tunahamia msibani. Anatoka na familia yake wanahamia. Nyinyi hamkwenda kuliwaza watu, mmekwenda kupeleka matatizo. Kwa nini?
kwa sababu waliofiwa watakuwa na misiba miwili. Kuna msiba wa kuondokewa na mtu wao, na kwa kuwa maisha ni magumu, watakwenda kukopa madeni madukani. Kachukueni maharage kule, kachukueni nazi, kachukueni hivi, tutawalipa, au sio? Mkiondoka hapa siku ya tatu, mmewaacha na madeni mafio, mmeongezea msiba mkubwa. Na ndio maana siku hizi iko lugha, nimeiona kuna lugha, baada ya kutoka makaburini, tumeshamfika mtu, kuna mkuu wa familia anatangaza, jamani, hapa tumefukia tu, sasa twendeni tukazike. Hamjasikia maneno? Tunazika wapi? Kwani kafanani mwingine? Hapa mmefukia, twendeni tukazike. Ni kurudi kunako jamvi. Pale kwenye jamvi ni kwenda kusomea na madeni. Tunadaiwa hiki, tunadaiwa hiki, tunadaiwa hiki, jamani, hivi tulipe. Kubwa katika madaiwa ni vyakula vya watu madukani. Dini sio hivyo. Dini ni kwenda jibu waliwazi watu. Na nielewa hivyo. Qala Rasulullah Muhammad, i'malu isna'u li ali Ja'farin ta'ama fa innahu qad atahum ma yushghilu. Mtume alisema alipokufa Ja'far at-Tayyara, ndugu yake Sayyidina Ali bin Abi Talib, Mtume kasema watengelezeni chakula watu hawa, kwa sababu wao wameshughulishwa na msiba. Waliofiwa hasa hawafikirii kupika, au sio? Lekeni chakula. Siku hizi hata tunapotengeneza chakula sisi. Umri wangu mimi nimekuta hivi. Umri wangu mimi sikwambii babu bwana, umri wangu mimi. Pakiwa na msiba hapa, hiyo miaka ya nyuma, kuna watu nyumba za huku wanakuja na kuni na mama, sio? Ngoja kutoka maji kina mama hapa. Mtu kama jirani ni mvuvi, atakuja na shazi ya samaki, analeta msibani. Mwingine anakuja na unga, uchatu wangu unga wa kula. Kuna analeta maharage msibani. Majirani wanafanya msibani mpaka jaa vyakula. Nanielewa? Siku hizi mnapeleka nini hivi watu? Yeye ndio kwa mnapeleka nini? Kwani Yesu mnanunua pilipili. Unaweka hapa kama kala pilipili. Unakwenda kusubiri bwana msibani. Kazi yako ni kuliwaza wafiwa na kusalia maiti. Kama huendi kuliwaza wafiwa na kusalia maiti, msibani kuna kazi nyingine. Na kama unayo nitajie. Kama sio kuliwaza wafiwa baba na kumsalia alokufa, msibani kuna kazi nyingine. Anitajieni mimi sijui. Na mimi nasoma kwenu vile vile. Una kazi gani nyingine? Shehe nitajie. Ukienda msibani usalie maiti, uliwaza wafiwa, shughuli yako nyingine hasa unaenda kufanya hivi. Nijibu useme shughuli yako nenda kufanya kule ni kula wali wa msibani. Sio ndio hapo tu. Acheni huko. Nguzo ya kwanza ya maneno ni lengo la maneno. Nguzo ya pili ya maneno ni muda wa maneno. Maneno yako yaseme kwenye muda wake. Usiseme maneno muda wowote. Nguzo ya tatu ya maneno ni mahala pa kusemea. Makano kalam. Useme hapa, mahala hapa. Ndio sawa na maneno yangu haya. Nguzo ya 4 inaitwa ahlul kalam. Semeni ahlul kalam. Nguzo ya 4 ni wale wa hadhira, audience, wale watu ambao ndio unawaambia maneno yako. Hiyo ni nguzo nayo, kwa sababu sio kila maneno anaambiwa yoyote, sio kila binadamu ana maneno yake ya kumwambia. Usimwambie maneno yote mtu yoyote, utakosea na kuna siku utapigwa. Sababu wazee wanasema ulimi uliponza kichwa kikapigwa. Na kule Pemba kuna lugha wanasema kichwa kisichokuwa na akili ni ziki ya kiwiliwili. Ukiona kichwani huko hauna kitu, subiri siku moja utatandikwa. Tandikwa kwa sababu kichwa hakina akili. Ni watu wa kuambia. Ndio nguzo ya 4. Usimwambie yoyote chochote. La. Mwambie mtu maneno sawa yake. Unielewa? Nguzo ya 5, kamatul kalam. Semeni kamatul kalam. Kiwango. Nguzo ya 5 ni kiwango. Kiwango cha kusemea. Maneno atakayo na kiwango. Kiwango cha maneno ndio nini? Kiwango cha maneno ni mambo mawili. Kuzuia na kukusanya. Kiwango cha maneno ni kuzuia na kukusanya.
yajibu an yakuna alkalamu jami'an mani'a, maneno yawe yanazuia na yanakusanya. Yakipata sifa hiyo, hayo maneno yana kiwango. Ndio maneno unayozungumza yawe yanaweza kuziwia kila kisichohusika kisiingie kwenye hayo maneno yako, kisichotakiwa usikiingize, uziwie maneno yasiyotakiwa kwenye mazungumzo ya hapa, yasemo yale yanotakiwa, au sio? Wewe unaongea na watu kuhusiana na vita, maudhui ya hapa ni jihadi, au sio? Jihadi ni tawi katika Uislamu, jihadi, ongelea jihadi. Basi kwenye maneno haya kusikia habari ya harusi, kwa sababu harusi na jihadi vitu viwili tofauti kabisa. Maneno yako yawe na nguvu ya kuzuia kisichohusika, mani'u. Halafu jami'u, maneno yako yakusanye kila kinachohitajika. Hiyo ni nguzo ya usemi. Nguzo ya mwisho inaitwa kaifiyatul kalam. Semeni hivyo. Ujitahidi tu, hata kama ulimi mzito na wewe unataka kujitahidi, sasa unafanya hivi. Kaifiyatul kalam. Nataka mseme kaifiyatul kalam. Ndio unaona misia mwingine akianza na yanaunga hapo mbele. Semeni kaifiyatul kalam. Kaifiyatul kalam. Hii ni nguzo ya sita na ya mwisho. Kiingereza wanaita representation. Uwasilishaji. Unaweza kuwa na lengo, alhamdulillah, na ukawa umejua nini, una mahala pa kusema, umejua muda wa kusema, watu wa kuambia maneno yako hayo washakuwepo, ndo wenyewe kiwango cha kusema unacho, ukashindwa kuwasilisha maneno yako vizuri. Uwasilishaji. Kuna mtu malengo yake ya maneno, anataka akimaliza kusema tu watu wote msikiti mzima wawe wanalia. Na naam, yako maneno aina hiyo. Ukichukua maneno hayo utaona watu wote mpaka msemaji akalia, au sio? Ndio lengo lake. Lakini kwa kuwa hajui uwasilishaji, wanacheka msikiti mzima badala ya kulia, wanaangua vicheko watu wote, na lengo lake watu walie. Kosa lake hajui nini? Hajui uwasilishaji, hajui kaifiyatu al-kalam. Mtindo huo niloueleza hapa, chimbuko lake ni aya hii: wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsanu inna ash-shaytana yanzahu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Muhammad, sema uambie waja wangu waseme maneno mazuri zaidi. Shetani anachochea baina yao kwa kuzungumza, kwa sababu yeye kwao ni adui wa wazi. Toka mwanzo nimewaambia, hii ndio aya kujifunza kuzungumza. Mola wetu nimesema hataki maneno mabaya, asiongee mtu maneno mabaya, haramu kuongea maneno mabaya, wala asiseme mazuri. Mungu hataki maneno mabaya na mazuri pia hayataki. Anasema anataka maneno gani? Yaqulu allati hiya ahsanu, waseme maneno mazuri zaidi, mazuri zaidi. Wote tukiungana dunia nzima tukaifanyia kazi aya hii moja hii, duniani hakuna vita, hakuna vita, hakuna mzozo wa wanandoa. Aya hii moja, watu wote tutakaa kwa amani. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kusema inapotakiwa. Basi leo inatosha hapo.